Kumekuwepo na kuripotiwa kwa taarifa katika vituo vya polisi na nyingine katika mitandao ya kijamii zikijulisha kwamba mtu au watu fulani wamepotea, hawaonekani au wamekamatwa na watu waliojitambulisha kuwa askari wa jeshi la polisi. Jeshi la polisi linapopata taarifa hizo huanza uchunguzi wa kukusanya ushahidi kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata ukweli wa taarifa ya nini kilichotokea, kwani hauwezi kusema moja kwa moja kuwa mtu aliyeripotiwa kupotea, kutekwa, kulazimishwa kupotea au kuuawa bila ya kupata au ya kumpata anayedaiwa kupotea na ushahidi wa kudhibitisha taarifa hiyo ya nini kilichomtokea. Kama alitendewa uhalifu, ni nani wahusika kulingana na sheria, kanuni na taratibu. Vile vile, kwa mujibu wa kifungu cha 117 cha sheria ya ushahidi sura ya 6 marejeo ya 2022, marejeo ya mwaka 2022 na kifungu cha 161 cha sheria ya ndoa sura ya 29 marejeo ya mwaka 2019, dhana ya mtu kuchukuliwa kuwa amekufa inapaswa kudhibitishwa na mahakama baada ya miaka 5 kupita kulingana na vielelezo na ushahidi utakaowasilishwa. Katika matukio ambayo yameripotiwa katika vituo vya polisi na uchunguzi wa kina kufanyika na walioripotiwa kupotea kupatikana wakiwa hai na wengine wakiwa wamekufa, hadi sasa ushahidi kwa baadhi ya matukio yameonyesha sababu zake ni kujiteka, wivu wa mapenzi, imani za kishirikina, kugombea mali, kulipiza kisasi, kwenda nchi nyingine kujifunza misimamo mikali na kukimbia mkono wa sheria baada ya kufanya uhalifu. Miongoni mwa matukio hayo ambayo yamethibitishwa kwa sababu hizo ni pamoja na tukio la hivi karibuni linalomhusisha Sheikh Zuberi Saidi Nkoko, miaka 53, mwalimu wa dini na kiongozi katika taasisi ya Islam Foundation iliyopo mkoani Singida, ambayo pia inajishughulisha na shughuli za kuchinja wanyama. Katika tukio hilo, kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii, kulisambaa taarifa za kutekwa kwa shehe huyo na watu waliowataja au waliotajwa kuwa ni askari wa jeshi la polisi tarehe 2 mwezi wa 6 2025 saa 5 usiku, akiwa na kiasi cha fedha taslimu shilingi za Kitanzania milioni 42. Taarifa ya kupotea kwake pia iliripotiwa polisi. Baada ya uchunguzi, ilibainika kuwa Sheikh Zuberi Saidi Nkoko hakuwa ametekwa, bali alitengeneza tukio la uongo la kutekwa ili kukimbia madeni aliyokuwa akidaiwa na watu mbalimbali. Majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi, yenye jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 521 na laki 5. Sheikh Zuberi atafikishwa mahakamani baada ya taratibu za kisheria kukamilika. Baadhi ya matukio mengine yaliyohusishwa na utekaji wa watu vikihusishwa vyombo vya dola, lakini baadaye uchunguzi ukabaini kuwa vyombo vya dola havikuhusika kwenye matukio hayo, ni pamoja na tukio la tarehe 7 mwezi wa 6 2025 lililotokea katika kijiji cha Mtakuja, kata ya Nanganga, wilaya ya Ruangwa, mkoa wa Lindi, ambapo Rita Severini Ndambalilo, miaka 41, mkazi wa Dangote Mtwara, mfanyakazi wa kituo cha kuuza mafuta cha kampuni ya Specialized Petrol Station ya Mtwara, alikutwa akiwa ameuawa kwa kunyongwa na mtandio na kutupwa kando ya makarasha ya Wachina katika kitongoji cha Nahungo, kijiji cha Mtakuja, kata ya Malolo, wilaya ya Ruangwa. Upelelezi ulibaini kuwa mtu huyo aliuawa na Juma Salum Njenje, miaka 49, aliyekuwa akimtumia kama dereva wake wa bodaboda, baada ya mtu huyo kumuona Rita akiwa amebeba fedha
kwenye mkoba wake. Kabla ya mwili wake kupatikana, taarifa zilisambaa kuwa alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa wawili wamekamatwa na wamefikishwa mahakamani na kesi iko mahakamani. Tukio lingine linamhusu Regina Rajabu Chaula, miaka 62, aliyekuwa na makazi huko Bahari Beach, Kinondoni, Dar es Salaam na nchini Denmark, aliyedaiwa kuoa na Fred Rajabu Chaula na Bashiri Richard Chaula kisha mwili wake kutumbukizwa kwenye shimo la maji taka. Regina, ambaye alikuwa na kesi ya madai Mahakama Kuu Division ya Ardhi dhidi ya watuhumiwa hao, aliripotiwa kupotea ghafla Disemba 13, 2024 hadi tarehe 18 mwezi wa kwanza 2025, mwili wake ulipokutwa kwenye shimo hilo la maji taka baada ya upelelezi wa jeshi la polisi kufanyika. Watuhumiwa hao walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Pia tarehe 11 mwezi wa 11 2024 litokea tukio lililomhusu Bwana Deogratias Tarimo, mkazi wa Kibaha, mkoa wa Pwani, ambaye alionekana kwenye picha mjongeo au jongefu akipambana na watu waliotaka kumteka, ambao hata hivyo walishindwa kutekeleza azma yao hiyo. Taarifa zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na tukio hilo zilisema kuwa waliokuwa wanatekeleza uhalifu huo ni askari polisi. Uchunguzi ulibaini kuwa waliohusika sio askari polisi na chanzo cha tukio hilo ni wivu wa mapenzi. Watuhumiwa 6 walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Aidha, tarehe 24 mwezi wa 8 2024 katika kijiji cha Haiderere, kata ya Haiderere, tarafa Haidom, wilaya ya Mbulu, mkoa wa Manyara, Saulo Samuel Baloho, miaka 44, mkazi wa Haiderere, alitoa taarifa ya uongo kwa kutumia simu ya mkononi kuwa ametekwa tangu tarehe 22 mwezi wa 8 2024 na watu wasiojulikana na kumpeleka Karatu, mkoa wa Arusha, kwa lengo la kumtoa figo. Upelelezi ulibaini kuwa mtuhumiwa wa kutekwa bali aliondoka nyumbani kwake akimwaga mke wake kwamba anapeleka fedha shilingi za Kitanzania 280,080 ukweni kwa mtoto wake wa kiume, ambazo ni mahari aliyokuwa anadaiwa mtoto huyo. Uchunguzi ulibaini mtuhumiwa alizitumia fedha hizo na ili kuficha aibu akaamua kuzusha kwamba ametekwa. Mtuhumiwa alifikishwa mahakamani na kuhukumiwa kulipa faini ya shilingi za Kitanzania 100,000. Tukio lingine ni la tarehe 23 mwezi wa 8 2024 lililotokea katika kitongoji cha Kwedi Java, kijiji cha Nyasa, kata ya Kangata, tarafa ya Magamba, wilaya ya Handeni, mkoa wa Tanga. Lililomhusu Elia Elifaza Raymond Mchome, miaka 3, mkazi wa kitongoji cha Kwedi Java, ambaye aliuawa na kufukiwa ndani ya chumba walichokuwa akilala na Jackson Elisante Maeda, miaka 23, mkazi wa Kwedi Java, kwa imani za kishirikina. Kabla ya kubainika kwa mwili wa mtoto huyo, taarifa zilisambaa kuwa alikuwa ametekwa na watu wasiojulikana. Mtuhumiwa aliyehusika na mauaji hayo alikamatwa na kesi iko mahakamani. Pia tarehe 19 mwezi wa 8 2024 Ezania Kamana, miaka 36, aliyetoweka bila kufahamika mahali alipokuwa, alikutwa akiwa ameuawa na mpenzi wake aliyefahamika kwa jina la Abdalla Miraji Musa, miaka 42, kisha mwili wake kukatwakatwa na kuwekwa katika mifuko 4 ya sandarusi na kutupwa maeneo ya Ununio. Mtuhumiwa alikamatwa na kesi iko mahakamani. Kuna matukio ya watu 7 ambao waliripotiwa polisi Singida kuwa walipotea au walitekwa. Uchunguzi ulibaini tarehe 8 mwezi wa 8 2024 uchunguzi tarehe 8 mwezi wa 8 2024 ulibaini katika kijiji cha Chalunyangu, kata ya Makuro, tarafa Mtinko, wilaya ya Singida, mkoa wa Singida. Watu hao ambao ni Samweja Sifaeli Saidi, miaka 22, na wenzake 7 waliuawa kwa kukatwa sehemu mbalimbali za miili yao
kisha kunyofolewa au kutolewa baadhi ya viungo vya miili yao na kufukiwa kwenye mashimo tofauti tofauti na waganga wa kienyeji waliofahamika kwa majina ya Saidi Haji Msanga miaka 24, mkazi wa kijiji cha Migungu, pamoja na Kamba Kasubi miaka 34, wakishirikiana na wenzao 12. Aidha, baada ya ufuatiliaji bainika miili mingine mitatu iliyofukiwa wilaya ya Chemba mkoani Dodoma na kufikisha jumla ya watu 10 waliouawa na watu hao. Kabla kubainika miili yao, taarifa zilisambaa kuwa watu hao walikuwa wametekwa na watu wasiojulikana. Watuhumiwa 13 walikamatwa. Kesi iko mahakamani. Tarehe 31 mwezi wa 7 2024, wafanyabiashara wawili wa wilaya ya Songea mkoa wa Ruvuma waliofahamika kwa majina ya Ray James Hiera na Riziki Mbarara Mohamed walidaiwa kutekwa baada ya kutoonekana kwa siku kadhaa bila taarifa, huku simu zao zikiwa hazipatikani. Upelelezi ulibaini kuwa watu hao waliuawa na mganga wa kienyeji aliyefahamika kwa jina la Mtila Msua Ausi miaka 29, mkazi wa Lugunga wilaya ya Tunduru, katika pori la Mdingula uwanja wa ndege, kwa kuanywesha sumu na yeye kuchukua pesa kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 15 ambazo marehemu alibeba na kwenda nazo kwa mganga huyo ili ziombewe dua. Watuhumiwa 3 walikamatwa. Kesi iko mahakamani. Tukio lingine ni la tarehe 3 mwezi wa 7 2024, lililoripotiwa likiwahusu watoto wawili, mmoja miaka 12 aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi Busenga, na mwingine miaka 8 aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la 2 katika shule ya Akiba English Medium iliyopo wilaya ya Ilemela, waliojiteka na kupanga nyumba katika eneo la wilaya ya Nyamagana na kuanza kuwapigia simu wazazi wao kuwa wametekwa, wako Buhemba mkoani Mara na watekaji wanahitaji shilingi za Kitanzania 100,000. Watoto hao wanaendelea kufuatiliwa tabia zao chini ya ustawi wa jamii na jeshi la polisi. Hali kadhalika, tarehe 3 mwezi wa 7 2024, John Zefania Mboge, mkazi wa Goba Center, aliyekuwa akitokea benki ya CRDB tawi la Coco Plaza, alikamatwa na watu 7 na kumuingiza kwenye gari namba T 458 DYU Toyota kisha kumpora pesa. Watuhumiwa 7 walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Tukio lingine la tarehe 17 mwezi wa 6 2024, lililotokea katika kitongoji cha Kabionda, kijiji cha Mulele, kata ya Ruhanga, tarafa Kamachumu, wilaya Muleba, mkoa wa Kagera, ambapo mtoto aliyefahamika kwa jina la Noela Novat Asimwe miaka 2.5 mwenye ulemavu wa ngozi aliripotiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Uchunguzi wa polisi ulibaini kuwa mtoto huyu ameuawa kwa kunyongwa shingo na kunyofolewa baadhi ya viungo vya mwili ikiwemo mikono yote miwili, kisha mwili wake kutupwa kwenye daraja ukiwa umefungwa kwenye mfuko wa sandarusi. Watuhumiwa 9 akiwepo baba yake mzazi walikamatwa. Kesi iko mahakamani. Katika tukio lingine la tarehe 15 mwezi wa 5 2024, mtoto ambaye jina lake limehifadhiwa kwa ajili za kiusalama au kisheria aliripotiwa kutekwa katika maeneo ya Manjelwa, Ilomba, wilaya ya Mbeya, mkoa wa Mbeya, na Winfrida Martin Komba miaka 36, mkazi wa Vingunguti, Dar es Salaam, kwa kushirikiana na mama mzazi wa mtoto huyo aitwaye Agnes Jacob Mwalubuli, ikiwa ni njama waliopanga ili kumshinikiza baba mzazi wa mtoto huyo atoe fedha za Kitanzania milioni 20 ili mtoto aachiliwe na watekaji, la sivyo watamuua. Watuhumiwa 3 walifikishwa mahakamani na mtuhumiwa mmoja alihukumiwa kifungo cha miaka 3 jela. Mmoja alihukumiwa, ambaye ni mama mzazi, kifungo cha nje cha miezi 12.